Nama mjambo wapenzi watazamaji wetu pale popote mlipo, na wakaribisha katika makala yetu muhimu ya Darubini. Hasa kama kawaida, Darubini yetu inaangazia mambo muhimu hasa kuhusiana na siasa, vile vile uchumi ya bara letu la Afrika kwa jumla. Na leo hivi tunaangazia mambo kuhusiana na uchaguzi inayotendeka, hasa tukilinganisha tu na uchaguzi kuu wa saba unaofanyika hapa Ethiopia. Na inamkaribisha mwanaharakati vile vile profesa anayejulikana, uchambuzi wa siasa anayejulikana, Profesa Macharia Munene kutoka Kenya, na karibu. Asante sana kwa mwaliko. Shukrani kwa nanyi hapa. Ndio, hebu asa nifanye hii masuala yangu ya kwanza. Hebu jitambulishe kwa wapenzi watazamaji wetu. Asante. Kwanza jina ni Macharia Munene, na mimi ni profesa katika chuo kikuu cha United States International University hapa mjini Nairobi, na kwa kawaida shughuli zangu huwa katika historia na upanuzi wa mambo kuhusu uhusiano wa kimataifa ambao inaitwa kwa kizungu international relations. Ndio, sasa tunaona kwamba kuna uzoefu sana katika hii uchambuzi wa siasa katika hii bara letu la Afrika. Na hebu hasa mada yetu ya leo ni kuhusiana na uchaguzi inayofanyika hapa Ethiopia, tukilinganisha na bara la Afrika na vile vile tukipitia katika duniani kote. Na hebu tuanze na masuala yangu ya kwanza, na tuseme kwamba uchaguzi ni nguzo kuu, tunaweza sema kwamba uchaguzi ni nguzo kuu ya demokrasia, au hebu tupate maono yako kuhusiana na hiyo. Uchaguzi ni nguzo kuu la demokrasia duniani kote, maana maoni na matakwa ya wananchi wa sehemu hiyo hujulikana kwa njia ya uchaguzi. Ikiwa kutakuwa na uchaguzi ambao ni wa haki na una utaratibu ambao unafaa, na ikiwa wale ambao wamechaguliwa wamechaguliwa kwa njia ya haki, basi hiyo ni demokrasia ambayo inafaa, maana yale ambayo yatatimizwa na waliochaguliwa kuambatana na matakwa ya wananchi ambao wamesimamia. Kwa hivyo uchaguzi mwema wa haki ndio sasa inakuwa ni nguzo kubwa la demokrasia kokote duniani. Ndio, sasa tunaona kwamba hii ni mambo muhimu sana, sasa vile waongozi wanavyochaguliwa kuhakikisha kwamba demokrasia inatawala katika nchi moja. Na hebu tukisonga mbele kuhusiana na uchaguzi, tunaweza sema kwamba ni uchaguzi pekee ndio unatosha kuthibitisha kuwa nchi moja ni demokrasia? Si uchaguzi peke yake. Uchaguzi ni hatua kubwa na ya muhimu, lakini kuna mambo mengine ambayo yanashughulikiwa kwa demokrasia. Ili haki itendeke, lazima wale ambao wanasimamia wawe wamepata ujuzi fulani na wawe wanajua ni nini wanafanya. Si ati ni watu ambao wanahongwa na kununuliwa alafu wanaenda kupiga kura bila hata kufikiria wanafanya nini. Ndiposa katika demokrasia ambayo inafaa, wananchi ambao wanapiga kura na wale ambao wanapigiwa kura wawe wanajua wanafanya nini, kwa sababu kama mtu ni mwizi, ni kweli huyo mtu hatasimamia maslahi ya nchi kwa njia ambayo inafaa. Lakini anaweza chaguliwa na watu wengine au watu wasiojua. Kwa hivyo lazima kuwe na masomo, watu kutoka msingi wakiwa watoto mpaka uzeeni wajue ni nini ambacho kinafaa kuifaidi nchi, na wasije wakawekwa hapo kwa ajili ya kutojua, waanze kufanya mambo ambayo yanaleta madhara nchini. Kwa hivyo demokrasia inataka si uchaguzi pekee, inataka masomo
watu kujua Mhm. kwanza nchi yao ni nini, ina msimamo gani na ni kwa nini. Mhm. Watu wanaopiga kura kujua ni nini linafaa na halifai. Ikiwa kama mtu ni mkora na na historia ya kupokonya watu mali, huyo mtu hafai kuchaguliwa hata kidogo. Lakini watu saa zingine watamchagua ikiwa hawajui, na ndipo kuzuia mambo kama hayo, lazima kuwe kabla ya uchaguzi kuwe na masomo ya wananchi, ili kila mtu ambaye anapiga kura, atakayepiga kura asije akapiga kura kwa kutojua. Na ndio ni kwa sababu hii ndio tunaweza sema kwamba uchaguzi bila demokrasia ni ulafi, kama vile ulivyokuwa ukisema au ni udhaifu. Na hebu tuone kwamba ni nini kinachofanya uchaguzi kuwa huru na wa haki duniani. Hebu vipengele gani ndio inayoifanya kuwa ya huru na haki uchaguzi inayotendeka? Kwanza, simamia uchaguzi Mhm. wawe ni watu wa kuaminika, watu shupavu, Mhm. na watu ambao hawawezi kushawishiwa kufanya yale ambayo haifai. Kwa hivyo kuchagua ni nani atasimamia uchaguzi ni jambo kubwa kwanza la kuhakikisha ati uchaguzi utakuwa wa huru na haki. Ukikosa hivyo, basi unaweza weka watu tume ambayo ni ya uchaguzi, lakini si tume hata kidogo, ni udanganyifu. Mojawapo, jambo la kwanza ni kuweka tume ya uchaguzi ambayo inajua inafanya nini, inajua manufaa ya nchi, inajua utaratibu wote, na watu wa kuaminika ambao hawatahongwa au kutishwa. Hiyo ni moja. Pili, kuwe na orodha ya wapiga kura. Hiyo orodha kila mtu anaweza ikagua, aseme ndio, hii ndio. Kama orodha inasema kuna watu 50, basi isiende hapo ukute kuna watu 60 au 100, maana lazima watu waulize hao wengine wametoka hapa, kama orodha inasema ni hivi. Kwa hivyo ukaguzi wa register unakuwa ni kitu cha maana ili kuhakikisha uhuru na uhaki. Uchunguzi wa orodha na kujua kila kituo cha upigaji kura kiko namna gani. Hakuna siri yeyote. Ikiwa kuna siri, basi kuna mambo ambayo ni mambo fiche, na kama ni mambo fiche, hivyo ni kusema kuna kitu ambacho kinafanywa huko chini ambacho si kizuri. Ikiwa tume ni ya haki yenyewe na orodha ya wapiga kura inajulikana na ni safi, basi wananchi wenyewe ambao wanapiga kura wanafaa ndio nao wawe wameelimishwa na wanajua ni nini wanapiga kura juu ya nini, mambo gani ambayo yanafaa kupigiwa kura ya maoni, na saa nyingine kunafaa kuwa na kura ya maoni, vitu kama hivyo. Wanajua tabia ya mtu ambaye anataka kusimama kuchaguliwa kitu fulani, na kabla huyo mtu hajakubaliwa kuna utaratibu ambao unafaa kufuatwa. Na ikiwa tume ya uchaguzi ni ya huru na haki, kuna watu wengine hawatakubaliwa. Maana kama kuna uhaki, ati huyu ni hii na hii na hii na hii, ambao tabia zake hazitakikani, watu watasema wewe enda urekebisha kasoro, uwache mambo kama hiyo, ikiwa hiyo. Lakini hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa kawaida. Watu wakiwa wameelimika, tume ikiwa ni ya haki na si ya kutishwa, na orodha ikiwa ni timamu, basi watu wanaweza enda piga kura ukijulikana ati matokeo yanaweza kuwa hivi na hivi, kulingana na utaratibu, kulingana na orodha, kulingana na sheria. Basi hayo yakifanyika, uchaguzi utakuwa mzuri na utakuwa wa haki. Na hata kama mtu ambaye ameshindwa anakataa, maana kuna watu wengine ameshindwa vizuri, badala ya kukubali anatoa fujo. Kwa hivyo basi ile nchi kama iwe na uwezo wa kusema wewe umeshindwa, wacha kutoa fujo. Lakini kuna watu wengine ambao wana uhodari wa kutoa fujo. Ameshindwa uchaguzi,
lakini ana wafuasi wengi ambao wakisema watoe fujo watatoa fujo, ati kwa sababu wameshindwa, na kushindwa wameshindwa. Ndio, Basi ikiwa kuna tabia kama hii, basi uchaguzi wenyewe hata ikiwa unaonekana wazi ni kweli, lakini ni watu ambao na ushawishi na uwezo wa kufanya watu wengine watoe fujo, basi hapo huu uchaguzi mwenyewe unaonekana uko na hitilafu fulani. ndio. Sasa tunaweza sema hii ni maono kubwa sana, ambapo tunaona hii ni changamoto kubwa sana inayokabili hii bara letu la Afrika kwa ujumla. Sasa uliweza kusema kwamba watu hawaaminiki au hawachukui ile matokeo ya uchaguzi kwa usahihi, hata kama wameshinda au kama wameshindwa. Hiyo ndio tatizo kubwa. Na hasa hebu tukimaliza hii maswali ya duniani kote na tukielekea katika bara la Afrika, na hebu nifanye hii maswali ya kwanza kuhusiana na bara la Afrika, na tuone kwamba ni kwa nini baadhi ya uchaguzi barani Afrika unaambatana na migogoro. Kuna mambo tuseme mawili hivi. Kwanza, utaratibu haukufuatwa. Kama kuna ushahidi wa kutosha ati utaratibu wa uchaguzi haukufuatwa, na kama vile tumeona katika nchi zingine, wale ambao wako mamlaka wana kuharibu uchaguzi, kuwazuia wapinzani wao kueneza ujumbe wao na kusimama. Tumeona nchi zingine polisi wakitumiwa kwa njia mbaya, watu wanateswa. Ikiwa kuna watu wanateswa kwa sababu lolote juu ya uchaguzi, basi unajua huu uchaguzi hautakuwa wa haki na ndio wa uhuru kweli. Alafu pili, kuna watu kama wameshindwa na wameshindwa vizuri, wanatoa fujo si mahali popote, lakini kuna hapa na pale hivi nchi moja au mbili, lakini nyingi watu wakishindwa nakubali wameshindwa, na hiyo ni vizuri sana. Lakini kuna hali pengine watu wachache hivi na hivi ambao wana ujuzi wa kutoa fujo, basi hao basi wakienda kutoa fujo, basi huo mgogoro ndio utatangazwa katika duniani ati ni habari kutoka mahali fulani walikuwa na uchaguzi, angalia wameanza kupigana. Kwa hivyo hawafai nini kuaminiwa na uchaguzi hata kidogo. Wale ambao wanakataa si wengi, tukubali hivyo. Maana ukiangalia katika nchi fulani mtu ameshindwa, hata kama kufurahi anakubali nimeshindwa, basi la huo ndio uzima na ustaarabu. Lakini wale wachache ambao hutoa fujo, basi hao watu wanaletea bara Afrika sifa mbaya, na watu wenyewe hawajiamini, na kwa hiyo hawapendi demokrasia, hata kama wanatumia neno demokrasia kujipeleka mbele. Na hebu sasa tuone katika hii tume ya bodi ya uchaguzi katika hii bara letu la Afrika tu. Sasa unaamini kwamba uchaguzi unaofanyika hii bara la Afrika, tunaweza sema kwamba hii tume ya uchaguzi ni huru au inahakikisha kwamba inapigania ile demokrasia ya kweli? Tume za uchaguzi kila nchi wanajaribu kuwaweka watu ambao ni waaminifu, watu ambao wana ustadi, na watu ambao si waoga, watu ambao wanajua sheria na wanaamini sheria na katiba. Na kujua na kuamini, wengine wanaijua lakini hawaamini hiyo sheria. Basi watu kama hao, basi wakiwa katika tume, basi hapo kunakuwa na shida. Lakini tume nyingi zinajaribu vilivyo, ili kusema kulingana na maoni yao na vile wamechunguza na matokeo yalivyo, huo ndio ukweli. Na nafikiria kuna nchi kadhaa ambazo zimeonyesha huo ustadi. Nchi chache, si zote, kuna nchi chache ambazo saa zingine zinakumbwa na shida. Saa zile hiyo shida inatokana na viongozi ambao waliko katika mamlaka, na unajua kiongozi akiwa mamlakani ana uwezo mwingi, saa zingine wanatumia huo uwezo kwa njia mbaya, na hao basi wakitumia uwezo kwa njia mbaya ndio wanaharibu
demokrasia ya nchi na kuifanya nchi ionekana kama si nchi ambayo ni ya watu tulivu. Na jambo moja katika demokrasia ni kuonyesha wananchi wa hapo wamekomaa, maana wanaweza amua hivi na hivi na kuende hivi na hivi. Ikiwa vile wananchi wameamua kwa njia ya haki na ukweli, haikubaliwi, basi hiyo nchi haijakomaa, ingali iko katika nchi za enzi za zamani ambapo saa zingine kulikuwa na utawala wa kimabavu na jambo moja katika demokrasia ni kupunguza au kuondoa kabisa utawala wa kimabavu. Maana utawala lazima uwe unahusu mahitaji ya watu wa nchi hiyo na vile wangependa kutawaliwa. Kimabavu ni kinyume na demokrasia yeyote. Na wale ambao wameweza kuwa ni wako kwa tume au katika uongozi ambao hawaamini hayo, basi hao ni adui wa demokrasia, hata ingawa wako mamlakani. Na saa zingine basi ndio inafaa kufikiriwa, basi tutafanya nini ikiwa kuna jambo kama hilo. Ndio, hii ni maono kubwa sana. Tunaweza sema kwamba hii ni masuala kubwa sana ambapo viongozi wa Afrika wanapaswa kujiuliza ili kuhakikisha kwamba demokrasia inatawala katika hii bara letu la Afrika. Na hebu nipitie katika vijana wa Afrika, kwa sababu tunaona kwamba idadi kubwa ni wa vijana ndio wanaopatikana katika hii bara letu la Afrika. Na hebu unaweza sema nini kuhusiana na vijana wa Afrika, vile wanavyopaswa kushiriki katika kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa ya haki na vile vile ya uhuru? Wanapaswa kucheza jukumu gani? Vijana katika bara Afrika hasa wana jukumu kubwa la kulinda nchi yao, maana ni nchi yao. Wazee wataondoka, na wazee wakiondoka, vijana ndio sasa wataanza kuitwa wazee. Kwa hivyo wakati huu ndio watarithi wakiwa wangali wachanga, na wengi wako kwa shule, hiyo ni shule ya msingi au university, ni shule, na tuna tumaini ati yale mambo ambayo wanasoma wakiwa kwa shule ni mambo ya kulinda nchi. Kujua na njia moja ya kulinda nchi ni kwa wanafunzi kufundishwa na kujua mahitaji ya nchi, kujua historia ya nchi, kujua madhumuni yake na mambo ambayo hutiiliwa maanani zaidi, na kujua njia moja wengine ya kulinda nchi ni kulinda mahitaji yake na kutohongwa, kutouza rasilimali za nchi. Ikiwa washafundishwa hayo yote na wakaijua na wakaiweka katika roho zao, basi watalinda nchi. Ubaya mmoja ambao huonekana saa zingine ni kuwa vijana saa zingine wako na maono mazuri sana, lakini ikifika wakati wa kupiga kura hawapigi kura, maana labda anafikiria hiyo si shauri yangu. Kwa hivyo kuwahimiza vijana kujua ati kupiga kura ni jambo ambalo linawahusu zaidi, hasa usoni na maisha yao yapo mbeleni, basi watachukua huo uchaguzi kwa njia ambayo inafaa. Lakini wenyewe huwa na nguvu nyingi sana ya kupiga kelele, kurukaruka na kusema hivi na hivi. Sasa jambo ambalo watu wengine wanafikiria ni watumie huo uwezo kupiga kura, si kupiga kelele. Lakini ikiwa hakuna mtu fulani au watu fulani ambao hawapendi, watumia wakati kupiga kura kuwaondoa hao, na wakipiga kura ambao utahesabiwa kwa njia ya haki na uhuru na ukweli, basi watakuwa wamefanya jambo nzuri sana la kulinda maisha yao ya siku zijazo. Wakikataa, wakikosa kufanya hivyo, iwe ni kwa sababu hawakusomeshwa au kwa sababu ya uzembe
maana saa zingine ni uzembe tu Ndio. badala ya kufanya ambalo linatakikana. Mm. Usema hiyo si langu, la mtu mwingine. Mm. Wabadilishe hiyo nia, useme ukishafikisha ile miaka inatakikana, kama miaka 18 ya kupiga kura, uchukue karatasi au kipande cha kupiga kura, ndio wakati ukifika upige kura, umuondoe au umweke yule mtu ambaye unataka. Ubaya wa vijana wengi ni wanapuuza uchaguzi ambayo ni nguzo moja kubwa la demokrasia. Kwa hivyo vijana wana jukumu kubwa sana kujitayarisha na kuona ati nchi haiendi kombo kwa sababu wao hawakufanya vile wanafaa kufanya. Kwa hivyo na jukumu kubwa sana. Ndio sasa tumejadiliana au tumefanya uchambuzi kuhusiana na changamoto vile vile, tunapaswa kuweka suluhisho bora. Na hebu nadhani mageuzi gani ndio inapaswa kufanywa katika hii bara letu la Afrika ili kuhakikisha kwamba katika kupitia tu uchaguzi demokrasia inatawala na vile vile haki na uhuru inapatikana? Tunaweza sema kila nchi ni tofauti na ingine. Ndio. Lakini kuna mambo yale ambayo yako katikati. Tumeona ati tume ya uchaguzi ni lazima iweko, na hiyo tume iwe na watu ambao wanaajibika, Ndio. watu ambao ni wamejiheshimu, wana uzima, na ni watu ambao wanafata ukweli na wanajua sheria za uchaguzi na sheria za nchi ili walinde, na watu ambao hawezi kushawishiwa kwa njia ambayo ni kando. Hiyo ni moja. Saa ukiangalia nchi wana tume kama hilo, ikiwa hawana basi warekebishe na amue ni njia gani ya kuwachagua wanatume ni nani, na wanafaa kuwa na namna gani, wanafaa kuwa na ujuzi gani, wanafaa kuwa na uwezo gani, watasaidiwa namna gani ili waweze kufanya kazi yao kwa njia ambayo inafaa. Kwa hivyo ikiwa nchi yeyote haina tume kama hilo, basi linafaa kurekebisha, na ikiwa halina kama hilo, kwanza ni wajue kwa nini hawana tume kama hiyo ili waweze kurekebisha. Kwa hivyo jambo la moja ni kuweka tume ambayo inaaminika, lakini shida ambayo iliko ni kama wale watu wako mamlakani saa zingine hawataki tume ambayo ni huru. Wana angependa tume ile wataambia fanyeni hivi, lakini hiyo haifai hata kidogo. Kuna hiyo ambayo inataka kufanyika sana kwa maoni hiyo. Hasa hebu tukielekea mbele, hasa kuhusiana na uchaguzi kuu wa 7 inayofanyika hapa Ethiopia, uchaguzi huu unayokuja tunaweza sema kwamba unaweza imarishaje umoja wa kitaifa nchini Ethiopia? Unajua Ethiopia ni nchi kubwa sana na ina watu wengi sana, milioni takribani 100 na kitu. Ndio. Ni watu wengi. Ndio. Na kati ya hawa ambao ni wapiga kura labda milioni 50-60 labda. Ndio. Na ikiwa ni hivyo, na nchi yenyewe imegawanyika kwa sehemu fulani na fulani, ina mataifa mengi ndani yake. Ndio. Kwa hivyo wakati watu wanapiga kura wanaangalia mambo ya nchi na mambo ya mataifa madogo ambayo yako ndani. Na basi lengo ni kuona wapiga kura hata kama wanafikiria maslahi ya kijiji chake, wanafikiria mambo ya nchi nzima, Ethiopia, kutoka wakati huu kuendelea hapo pengine itakuwa namna gani, na ni nani tunaweza amini ili aiweke Ethiopia iwe nchi imara, na waamue mambo ambayo yanafaidi Ethiopia nzima na eneo ambalo Ethiopia iko katika eneo hili la Afrika Mashariki na upembe wa Afrika. Na sasa ukiangalia kama kuna mambo mengine ambao nchi ya Ethiopia imefanya ambayo inaonekana waziwazi na
faidi bara nzima la Afrika. Tuseme sasa kama hii ndege ya Ethiopia, hii Ethiopian Airlines Ndio. inajulikana Afrika, bara nzima Afrika, kila Ndio. mahali Ethiopian Airlines iko na inategemewa itafikisha hii na hii na hii na hii. Ukiwa kama ni ile damu ilijengwa inaitwa Renaissance Dam, ukiona kujenga hiyo damu haiko kitu rahisi. Ilikuwa ni uongozi ambao ukasema hili jambo, bawa hili litasaidia nchi ya Ethiopia na jirani na watu ambao wanaweza fanya jambo kama hili ambalo inaonekana wao ndio wanafaa kuchaguliwa. Ikiwa ni mtu akiingia hapo, jambo la kwanza ni kuiba na kuibomoa bawa na kufanya mambo mengine ambayo yanarudisha nchi nyuma, basi wapiga kura wanafaa kuangalia sema huyu mtu na hii akiingia ataleta vita au atajenga. Maana Ethiopia yenyewe kuna vita vya ndani vidogo vidogo hivi, kuna mvutano hapo na pale. Kama basi wapiga kura wanasema hatutaki watu ambao watatuletea balaa na vita, basi watawachagua. Wachague wale watu ambao wanashikanisha watu hivi na kuifanya nchi amani ya kindani na katika eneo la hili la Afrika. Na ikiwa itakuwa hivyo, basi sifa ya Ethiopia itaenea kokote na itapanda juu na uchumi utaridhika. Na uchumi ukiridhika, hata sifa na msimamo wa Ethiopia katika bara Afrika utainuka. Kwa jambo moja la muhimu zaidi ni kwamba Addis Ababa tuseme ndio mji mkuu wa Afrika katika muungano wa Afrika na ni miaka mingi ambao umekuwa na huo na huo uwezo na jukumu hilo, na limejaribu vilivyo kufanya hiyo bila kurudi na nyuma, hata kama kumekuwa na mabadiliko kidogo hapo na pale. Basi kuna mambo ambayo wapiga kura wa Ethiopia wanaangalia kutoka kijiji au halafu kwenda kwa wilaya, halafu kwenda Ethiopia mzima na katika duniani au barani Afrika. Mtu akiangalia mambo haya manne hivi, basi apige kura kwa ujuzi wake ambao utaifaidi nchi ya Ethiopia, na ukifaidi nchi ya Ethiopia hata kijiji kitafaidika. Ndio. Na eneo litafaidika na itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo matarajio ni kwamba wapiga kura katika Ethiopia watakuwa wakifikiria maslahi yao ya Ethiopia na bara Afrika, na wakifanya hivyo matokeo yatakuwa mazuri. Ndio, hasa tunaweza sema kwamba hii ni somo kubwa sana kwa nchi nyingine za Afrika, hasa kuona kwamba si demokrasia tu inahakikishwa kupitia uchaguzi, bali pia ni maendeleo ndio inaendelezwa. Hasa vile maendeleo inapaswa kuendelezwa, hasa mgombea anaye ile mawazo mzuri ndio anayepaswa kuchaguliwa nadhani. Na hasa tukipitia tu tunaona kwamba hata kubwa katika hii Ethiopia inachukuliwa na Waziri Mkuu Daktari Abiy Ahmed akiwa madarakani, kwamba alisema kwamba kushirikisha hata chama cha upinzani katika bungeni, hasa ili idadi yao kubwa iwe katika ile iongezeke, kwa sababu ndipo wanaweza leta mawazo bora, mawazo ambapo nchi inaweza endelea mbele. Na unaona aje hii hatua iliyochukuliwa na Waziri Mkuu Daktari Abiy Ahmed, hasa kuhakikisha kwamba chama cha upinzani wanapaswa kushikilia ile sehemu ya uongozi na vile vile wanapaswa kuingia katika bungeni. Na ni wazo nzuri. Kila mtu na sehemu ya na maoni yake yakumbatiwe na apewe nafasi ya kujieleza. Vyama vya upinzani katika bunge ni jambo mzuri zaidi. Maana kuna shida ikiwa kila mtu katika bunge au mahali popote anafuata tu msimamo wa mtu mmoja, hata kama ana makosa anaogopa kusema.
vyama vya upinzani husaidia ikiwa watakosoa chama tawala wakati kinafanya makosa, na mara nyingi chama tawala hufanya makosa, na ikiwa hakuna mtu wa kukikosoa, basi nchi na zorota. Kwa hivyo kuwa na vyama vingi katika bunge ambavyo zinalinda na kuangalia maslahi ya nchi, na njia ya kuangalia maslahi ya nchi ni kuona wakati mtu anakosoa, sasa hapa kuna makosa, na kutoa maoni yao ambayo ni kusema labda mjaribu hivi kurekebisha, maana mkienda hivyo nchi itapotea. Na hivyo ni kusema ati hata vyama vya upinzani lazima zikubali nchi ilivyo, sheria za nchi. Ikiwa kuna kasoro katika sheria, basi zirekebishwe, wajue mahitaji ya nchi, wawe ni watu waaminifu. Hata kama wako kwa upinzani, ni watu waaminifu, ni watu ambao wana uzima. Wakati sasa wanaanza kutetea nchi, hata ikiwa ni nani wanaongea naye, kitu cha mbele ni kuwa mahitaji ya nchi ndio yanaongoza, si ubinafsi. Sawa, hata wakati wanamkosoa waziri mkuu au rais au mtu mwingine, lengo ni kuifaidi nchi, si kubomoa nchi. Na ikiwa atafaidi nchi akiwa kwa upinzani, hiyo sawa, maana ni utajiri wa nchi. Mawazo mengi ni utajiri. Kukosa mawazo mengi hivyo ni kusema kuna udhaifu na unyonge, na tukiangalia sana basi umaskini unaongezeka. Maana wakati watu wafikirii, hakuna utajiri unakuja. Kwa hivyo watu vya upinzani wakiwa kwa bunge na ni watu wazuri, wana imani kwa nchi yao, huo ni utajiri. Na utajiri wa demokrasia ya nchi hiyo. Ndio, ni kama vile ulivyokuwa ukisema, saa tunapaswa tu kuleta ile maono au vile kuendeleza demokrasia kupitia ushirikishaji, na vile vile sauti ya kila mwananchi isikikike ipasavyo. Na hasa kuhusiana na uchaguzi, mwenendo wa uchaguzi, tunaona kwamba katika hii nchi yetu ya Ethiopia wameanza kutumia teknolojia. Na hasa kutumia teknolojia una maana gani au una maboresho gani katika kuhakikisha kwamba hiyo uchaguzi inakuwa ya haki na huru? Unajua, teknolojia hatuwezi kuiepuka, na lazima ichunguzwe na itumie kwa njia ambayo inafaa. Maana unajua, hata kueneza habari, tuseme kama vile sasa tunatumia hii teknolojia ya Zoom, kuna wakati ungefanya hivyo, lakini sasa iko hapa. Yule ambaye atakosea ni yule ataidharau na kukataa kutumia teknolojia. Jambo ambalo linafaa ni kujiuliza, hii teknolojia imekuja mpya, tutaitumia kwa njia gani ili itufaidi? Maana ikikosa kutumia kwa njia nzuri, basi italeta madhara. Na hata inaweza kuharibu watu vichwa. Lakini sasa vile kunafaa ni kila nchi wajiulize teknolojia fulani ambao hufanya kazi hivi na hivi, tunaihitaji kutufanyia nini na kwa njia gani? Lakini kupuuza teknolojia itakuwa ni makosa makubwa sana. Maana itakuja na ikupite na ikuharibu. Na tunajua mambo mengi ambayo labda yamerudi nyuma kwa sababu watu fulani, viongozi, walipuuza teknolojia ya wakati huo. Kwa hivyo si jambo nzuri kufikiria ati mtu anaweza dharau teknolojia, kuipuuza, alafu afikiria ataendelea mbele. Baadaye ya kwenda mbele atakuwa kirudi nyuma. Maana teknolojia itakuja mpite, na wale watu ambao wanajua vile wanafanya watafaidika, wale ambao wanapuuza watawachwa nyuma.
Ndio, asante sana sa kwa maoni yako, na hebu kama kitu kilichobaki unaweza ongeza. Tuseme hivi, dunia inaenda ikibadilika, bara la Afrika linaenda likibadilika. Kuna wakati sisi wengine tulikuwa vijana na tulikuwa tukifikia mambo ya ujana kama vijana, na wakati umepita sasa ni kufikiria mambo mengine katika hali ya nchi, eneo na uzee na mambo kama hayo. Kwa hivyo kila mtu bila kujali umri anafaa na inafaa katika tuseme bara Afrika, nchi nyingi wahimize masomo. Maana shida moja tumeona ni kwamba nchi zingine zinadharau masomo. Ndio. Haziwekei masomo mbele ili kila mtoto wa nchi hiyo aende shule, na kusija kukasemekana ati fulani hakwenda shule kwa sababu hakuwa na karo. Ikiwa kuna watoto waendi shule, huo ni umaskini na utaendelea kuwa umaskini na kuongezeka. Kwa hiyo njia moja ya kumaliza umaskini ni kuhakikisha kila mtoto ameenda shule, na ikiwa hivyo basi hata ile kulinda demokrasia ambayo tunasema utawala mwema utaongezeka ikiwa kila mtu ameenda shule na kujua ni nini kibaya na nini kizuri. Kwa hivyo tungehimiza, hata kama wakati tunaongea bara Afrika, muungano wa bara Afrika, vile tunaweza isaidia bara liwe imara na timamu. Hayo yote hayawezekani ikiwa watoto hawaendi shule, na tumeona mahali popote ambapo watoto wameenda shule unaona kuna mabadiliko ya maoni Ndio. na kudanganywa si rahisi sana. Ndio. Kwa hivyo bara letu la Afrika watoto waende shule wasome. Na vile watafanya nayo masomo baadaye, Mungu atatujalia, lakini yale watafanya nayo itakuwa mambo mazuri na bara Afrika itawacha kutumiwa kwa njia ambayo haifai. Asanteni sana. Ndio, asante sana kwa maoni yako Profesa Macharia Munene, mchambuzi wa siasa, vile vile mwandishi anayejulikana katika nchi la Kenya. Asante sana kwa muda wako. Shukran. Na wapenzi watazamaji wetu, hasa tulioandalia kipindi maalum hasa kuhusiana na uchaguzi na tuliofanya uchambuzi maalum na Profesa Macharia Munene. Ni hayo tu, na watakia jioni njema na muendelee kutazama OBN Horn of Africa, idhaa ya Kiswahili. Asanteni sana.